Aprili 26 mwaka 2026, Nabii Mkuu Profesa Mheshimiwa Dr. Joe Devi anasherehekea siku yake ya kuzaliwa, na shughuli hiyo itafanyika katika kanisa la Ngurumo ya Upako ambalo linapatikana katika eneo la Kisongo mkoani Arusha. Ikumbuke kwamba Nabii Mkuu amekuwa akifanya vitu vingi sana, hasa kusaidia jamii. Tumekuwa tukiona akisaidia ujenzi wa barabara, amesaidia kina mama na shughuli nyingine mbalimbali, na mara kadhaa amekuwa akituambia kwamba ameshawahi kutoa kiasi cha fedha zaidi ya bilioni kadhaa kwa ajili ya watu. Jina langu mimi ni Daktari Willy Kayakio, ni askofu mkuu wa makanisa ya Bethel Calvary Church. Lakini kwa heshima kubwa kabisa, mimi ni msemaji binafsi wa Mheshimiwa Nabii Mkuu Profesa Joe Devi, mstahiki meya wa amani duniani. Na meuliza tunaelekea kwenye nini? Tunaelekea kwenye birthday ya Mheshimiwa Nabii Mkuu itakayofanyika tarehe 26 mwezi wa 4. Maana yake Jumapili ijayo kutoa kesho. Tutakuwa na birthday ambayo itakuwa pale Kisongo, hema ya matamko. Itakuwa pale. Ndiyo. Kuna nini cha ziada ambacho labda kitakachofanyika pale? Cha ziada, kwanza birthday yenyewe ya Mheshimiwa Nabii Mkuu ni tukio kubwa la kutosha. Nafikiri mnafahamu kila mwaka akifanya birthday yake inakuwa ni tukio la kutosha sana tu la kuvuta hadhara kubwa. Kutakuwepo na wageni wengi kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi. Kutakuwepo na wageni kutoka nchi kadhaa ambao watahudhuria siku ya Jumapili kwa sababu ya birthday. Lakini mbali ya birthday kutakuwa na uzinduzi wa vitabu. Kama mtakumbuka pia, sasa Mheshimiwa Nabii Mkuu ni mwandishi wa vitabu ambavyo viko vizuri sana. Ukisoma vitabu vya Mheshimiwa Nabii Mkuu ni vitabu ambavyo ni nadra kuvifananisha na vitabu vingine. Tunapozungumza atazindua vitabu viwili, kwa maana ya vitabu viwili ambavyo vimetafsiriwa tena. Kwa hivyo vitabu vinne, kwa sababu viwili vinatokana na tafsiri. Vitabu hivi ni vitabu vikubwa, ni vitabu vyenye heshima. Kitabu kimoja kina zaidi ya kurasa 941. Sidhani kama kuna kitabu ambacho kimeandikwa na mtumishi wa Mungu kwa maana ya mhubiri, unabii au mtume chenye ukubwa huo, ukiachilia vile vitabu vya physics, sijui vya science na sheria. Hiki ni kitabu kikubwa sana. Kwa hivyo kitazinduliwa siku hiyo, na ni vitabu ambavyo vitabeba pia heshima kubwa kwa sababu atavizindua mwenyewe. Kwa hivyo utakuwa na uzinduzi huo pia, pamoja na birthday kuna uzinduzi wa hivyo vitabu. Ni Nabii Mkuu, kwa kuwa ni nabii huwa hatabiriki. Huwa mara nyingi tukimwona Mheshimiwa Nabii Mkuu tunasema chochote kinaweza kutokea. Kwa hivyo ni ngumu kusema kwamba atafanya hivi na hivi, kwa sababu tunaposema yeye Nabii Mkuu maana yake anafanya yale anayosikia kutoka kwa Mungu, anafuata maelekezo ya Mungu. Kwa hivyo atakachosikia siku hiyo ndicho kitatokea, lakini mara nyingi ana surprise. Kwa hivyo ana surprise, vitu vya kwake ni vigumu kuvikisia kwamba kitakuwa hivi na hivi na hivi. Hata nafikiri mtangazaji ndugu Godi, wewe ni mzoefu wa pale, mara nyingi akisaidia ni ngumu kujua kwamba, hakuna wakati tulijua kwamba ni angesaidia leo siku fulani angempa fulani na fulani na fulani. Mara nyingi ilikuwa surprise. So nafikiri tuliache hivyo kwamba yule Nabii Mkuu ana surprise zake. Tunawaalika watu wote siku ya Jumapili kutoka madhehebu mbalimbali, kutoka mataifa mbalimbali, mtu yeyote ambaye ananisikia kutoka mahali popote. Ibada ya Jumapili itakuwa ni ibada ya baraka sana. Birthday ya Nabii Mkuu ni birthday ya kusudi la Mungu chini ya jua. Kwa maana hiyo inaambatana na matendo makuu. Watu wanapona, watu wanainuliwa, baraka nyingi sana zinakuwepo. Lakini uzinduzi wa vile vitabu, kutakuwa na vitabu hivi ambavyo siku ya uzinduzi vitauzwa kwa 30,000. Hii ni zawadi, kwa sababu ukiangalia thamani ya kitabu kile sio hiyo. Lakini baada ya uzinduzi inawezekana vikawa gharama sana, lakini siku ya uzinduzi vitauzwa 30,000 kila kitabu. Na wakaribisha watu waje pia wanunue vitabu. Na waalika kabisa, kila atakayesikia amwalike na mwenzake tafadhali. Okay, kwanza hilo ni eneo letu. Hata tunapomzungumzia Mheshimiwa Nabii Mkuu ni balozi wa amani, ni mstahiki meya wa amani duniani. Na mimi pia ni balozi wa amani wa UPF. Kwa hivyo, na Mheshimiwa Nabii Mkuu ni mlezi wa kundi la mitume na manabii Tanzania, ambalo mwito wetu mkuu tunautoa ni amani. Nchi iwe na amani. Kwa hivyo tunaendelea kuiombea nchi yetu kuwa na amani na kila kitu kiende vizuri. Tunaombea viongozi wa nchi yetu, tunaombea nchi yetu,
na tunaamini kwamba Mungu ataendelea kuiweka nchi yetu katika amani. Profesa Dr. Jodevi amekuwa akisaidia akina mama hasa mitaji mbalimbali. Lakini pia kubwa zaidi ni ile ambayo iliwasaidia kitaji wa zaidi ya shilingi milioni 100 katika soko la Samunge mkoani Arusha. Kwa hiyo hii hapa ni milioni 50. Kwa ni mchango wangu ndio nilikusudia, lakini baada ya kusikia matatizo nimebadili nia. Nitatoa sasa milioni 100. Watu wengi mpaka nimeguswa roho yangu. Ukiachana na hiyo, pia alitoa kiasi cha fedha zaidi ya shilingi milioni 100 za Kitanzania kwa ajili ya ukarabati wa barabara inayoanzia katika eneo la Kisongo kuelekea Likamba baada ya kuharibika kwa kipindi cha muda mrefu. Njia Likamba Road. Mwanzoni tulikuwa tunateseka sana, lakini kwa sababu sasa hivi yenyewe naweza nikatabasamu kidogo kwa sababu ya kwa kweli baba Mungu ampe uzima na aendelee kuishi sana. Ase baba Mungu ambariki sana. Sawa brother. Nikuoneshe kwamba naweza kukimbia kidogo. Yaani sio kidogo yenyewe natembea walala. Ukiachana na hiyo, pia vijana mbalimbali wamekuwa wakinufaika na misaada ambayo amekuwa akiitoa, ikiwemo pikipiki, bajaji, fedha taslim pamoja na magari ambayo amekuwa akiyatoa kanisani kwake.